Tuelekea kaunti nambari 26 ambapo wakulima huko Trans Nzoia wamehimizwa kukumbatia kilimo mseto kama njia ya kukabiliana na changamoto ya umaskini ambayo bado imesalia kuwa kubwa katika eneo hili licha ya kaunti hiyo kuzalisha 40% ya mahindi yote humu nchini. Katika juhudi za kuhamasisha na kuunga mkono mabadiliko hayo, wakfu wa John Njuguna pamoja na wataalamu wa kilimo wamejitokeza kusaidia wakulima wa eneo la Nyakinywa kwa kusambaza zaidi ya miche 1000 ya miparachichi. Naomba tu vile mmesimama hivyo. Tumefurahi sana kwa sababu sisi wakaaji ya Nyakinywa tuko na shamba kidogo kidogo, lakini tutakapopanda hii najua umaskini itatutoka na hata watoto wetu watakula, tupata afya nzuri. So inamaanisha ya kwamba sisi tukiungana na tukubali hii mpango tutapata pesa mfukoni. Na ndio nilikuwa nasema hivi, mimi ni kama demonstration tu kuwaonyesha hii vitu iko na pesa. So nyinyi mnunue, muongeze, mpande kwa mashamba yenu. Vile sisi tumezoea kupanda mahindi inaleta umaskini katika Trans Nzoia yetu. Na Mwenyezi Mungu ametubariki na mchanga mzuri ambaye tukipanda chochote inamea. Si ni kweli? Ndio maana mliona jana nilikuwa pale KK kwa sababu wakulima wa kahawa walinitafuta. Wakaniambia tusaidie. Mimi naye nikaenda kwa rais nikamwambia tafadhali wakulima wangu wameamua kudiversify kutoka kwa maneno ya mahindi, wengine pia wapande kahawa, pia hao waweze kulipwa na dola kama huko Central. Ninyi mnaelewa vile kahawa imemea huko. Tuelekea kaunti nambari 45 ambapo mvua inaendelea kunya maeneo